Bwana, wapenzi wa Simulika Nasi, leo tuko sehemu ya 3 ya simulizi yetu ya Jamila, binti ambaye aliyekuwa msukule na shangazi yake na akafanikiwa kutoka. Leo tuko simulizi ya 3. Basi ungana na sisi, ila usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Simulizi Nasi, Simulika Nasi, burudani bila wasiwasi. Let's go. Basi Jamila anatuambia hivi, maisha yakaendelea. Tayari nishaikuwa msukule hapo, sijui hata njia ya kutokea. Sasa siku moja tukawa tumekaa kwenye hivyo vilinge ambavyo misukule yote tunaekwa. Nilikuwa nimekaa, mara nasikia filimbi au kama vuvuzela linapigwa, na livyokuwa linapigwa naona misukule wenzangu wote wanakimbia mkuko. Mimi nikawa najiuliza, sasa hawa wanaenda wapi? Nikawa sina jinsi, nikaanza kuwafuata. Wakaenda mpaka kwenye uwanja mkubwa sana, tukasogea wote, yani misukule yote tuliokuwa pale tukasogea. Mara namuona shangazi na wachawi wengine wakawa wamefika pale na kutangaza kwamba leo tunaenda kwenye mission maalum. Hiyo mission tutatembelea maduka na maduka, utaingia, utachota fedha, utatoka nazo. Hiyo mission tutaingia maduka na maduka, tutachota fedha na kuondoka nazo. Mmesikia? Basi skule yote ikawa inaitikia tu. Unajua imekatwa ulimi, kwa hiyo inashindwa kuongea chochote zaidi ya kuitikia. Basi tukagawanywa pale kwenye mafungu ya watu watatu. Mimi nikachukuliwa na wenzangu wawili ambao wote walikuwa wa kiume. Wa kike nilikuwa peke yangu tu. Tukachukuliwa pale moja kwa moja mpaka jijini Dar es Salaam, maeneo ya Kariakoo. Yaani Kariakoo kuna mambo. Tulivyoingia pale, hakuna mtu yeyote anayetuona pale Kariakoo. Ni sisi tu wenyewe ndio tunajiona na tunaona watu. Moja kwa moja tukaenda mpaka kwenye duka moja hivi la vifaa vya umeme. Hapo kulikuwa na Waarabu ndio wanauza hilo duka. Tukaingia pale, tukachukua fedha na kuondoka nazo, takriban kama milioni 6 hivi. Hakuna aliyetuona. Tumeingia pale na tumetoka moja kwa moja mpaka kwenye kilinge chetu na tukakabidhi pale. Maana shangazi yeye alikuwa msaidizi wa wachawi, kwa hiyo tukakabidhi kwa mkuu wao. Tukapigiwa sana makofi kwa kukamilisha hiyo mission na kusema hii ni misukule yenye faida ambayo ina nguvu sana. Na kutokana kwa hilo, huyu msukule wa kike leo utaenda kulala na mkuu wa wachawi, yani mimi. Sasa hapa wakawa wananichukua walipeleke kulala na mkuu wa wachawi, yani kufanya naye mapenzi. Basi wakanichukua mkuku bila ridhaa yangu, moja kwa moja wakaniingiza kwenye chumba kina giza, alafu kama kina sauti za ajabu yani. Mara ghafla yule mkuu wa wachawi akaingia akiwa uchi, akiniambia una bahati sana kuwa kiburudisho changu siku ya leo. Mimi nikawa napiga kelele tu, sina hata la kufanya. Akafanikiwa kunibaka, kiufupi alinibaka. Baada ya pale akatoka.
siku nililia sana. Niliumia. Na ikifika usiku tunalimishwa kwenye mashamba. Siku nyingine ndo hivyo, tunaingia kwenye maduka ya watu. Yaani sisi tulikuwa kama mashine. Nikikwambia tunaenda kulimishwa, tukipewa kipande cha ekari, tunalima kweli kweli. Sasa siku moja nakumbuka ilikuwa kama usiku wa saa 8. Tukachukuliwa tukapelekwa kwenye kijiji kimoja ambacho kiko huko Mwanza. Kufika kwenye kile kijiji, tukawa tunaendelea na shughuli za kulima kama kawa. Ila cha ajabu, pembeni yangu mara namuona baba. Nikamuta baba, akaniangalia tu na kuanza kutoa machozi. Ikaona mwao, nikamkimbilia pale na kumkumbatia. Huku nalia sana, baba, nilikuumia sana, kumbe wamekufanyia hivi na mimi umenifanyia kama wewe walivyokufanyia. Baba sasa akawa kama ananisukuma, huku analia, ila akawa ananisukuma kama anaona kitu. Sijakaa vizuri, nilisikia bakola kwenye mgongo wangu, mjerechi. Nilitandikwa bakola na kuambiwa hauruhusiwi kumsogelea msukule mwenzio. Wewe nani wewe? Basi yule msimamizi pale akaniuliza, huyu ametokea wapi? Huyu ametokea chama gani? Basi shangazi mara akatokea pale, huyu nimekuja naye mimi. Kwa nini anakupatia wa msukule wenzie? Basi shangazi akaniwasha kofi pale. Hii scenario isikukute ndugu yangu, inasikitisha sana. Hii scenario inaumiza sana. Basi tukalima pale, na nilikuwa kama natumaini hivi la kumuona baba yangu. Nimemuona, ila kichwani kwangu akili inaniambia ipo njia ambayo inaweza ikakutoa hapo, ila sijui njia gani ambayo inaweza ikatutoa hapo. Asubuhi yake nikapigwa tena parapanda na tukatangaziwa kwamba leo ni sikukuu ya misukule na kila msukule unaruhusiwa kwenda kokote unapotaka na unatakiwa kurudi hapa kabla ya adhana ya maghrib. Tuliruhusiwa kwenda kokote tunapotaka na turudi pale kabla ya adhana ya maghrib saa 12. Basi mimi nilipopewa ile fursa, moja kwa moja nikakimbia mpaka nyumbani ambapo yupo mama. Kufika pale nyumbani, namkuta mama kwenye mazingira magumu sana. Ile hali yake ya ugonjwa imemrudia, na yupo hapo chini, yani sio kwenye kitanda, amelazwa chini ya tiles. Kila kitu anafanya hapo na hana msaada, huku akiwa analia tu na kusema, Mungu wangu, mtihani gani ulionipa? Umenichukulia mume wangu, haitoshi. Ukanichukulia na mwanangu, haitoshi. Umenipa mimi huu ugonjwa, ona ninavyoteseka. Mimi nikawa ninalia tu, huku nikimwambia mama, usilie. Hiyo sio mipango ya Mungu, ni binadamu ndio alokufanyia hivyo. Ila mama hanisikii, maana mimi ni msukule. Mama alikuwa analia sana. Nikaona hapa nifanyeje? Sasa mama akawa anaomba tu, Mungu, nionyeshe ishara yoyote kama bado upo na mimi. Nionyeshe ishara yoyote kama bado upo na mimi. Mimi sasa kutaka kumpa mama tumaini kwamba Mungu bado yuko na yeye. Pembeni hivi kulikuwa kama na kikombe hivi, nikakidondosha pa.
Mama kuona kile kikombe kimedondoka, akawa sasa amejijengea kwenye mindset kama Mungu amemjibu. Kumbe sio, ni mimi hapa ndio nilikiangusha kile kikombe. Ila hiyo iliniumiza sana sana. Maisha magumu, nimegeuzwa msukule, sina cha kufanya. Basi siku hiyo nilitumia kutembea. Baada ya kutoka pale kumuona mama, nikaenda mashuleni. Iliuma sana. Iliyofika magharibi nikarudi. Nilivyorudi hatujakaa vizuri, nikapewa tena kazi. Yaani mimi nilikuwa msukule wa kazi. Waliniambia ni leo unaenda kukaa katikati ya barabara ili uweze kusababisha ajali. Bwana, wakanipa na dawa pale, wakanipaka vizuri kabisa. Nilipofika saa 3 usiku nikasimama kwenye barabara moja hivi, na sikumbuki ile maeneo kama ilikuwa maeneo ya Serengeti hivi, yani kama mkoa wa Arusha, sijui Moshi, ila sikumbuki vizuri. Sasa nikasimama, yani barabara ina kilima namna hii, mimi nikasimama kwenye ule mteremko, yani dereva anapanda mlima. Sasa wakati wa kushuka mteremko, mimi ndo nimekaa pale. Ilikuwa basi la watu likali limetoka huko, spidi ya hali ya juu. Sasa dereva akawa ameniona mimi, anapiga tu honi pipi. Mimi sipepesi macho, yani stoki hapo, maana hata akinigonga mimi sifi. Anapiga honi, na hapo ili dereva aweze kujiokoa yeye kimaisha na hao abiria wake, anabidi anigonge. Akisema anikwepe tu, anaingia mtaroni. Dereva alipiga sana honi mpaka akaona sasa hapa kama ananikaribia, akataka kunikwepa. Hamad, kosa kubwa sana. Alivyonitaka kunikwepa, mbele akakutana na fuso, likamvaa likampeleka makolongoni, piki chini. Na huo ndo ukawa mwisho. Hakuna hata mmoja aliyepona. Baada ya hilo tukio, misukule yote tunapewa vitunguri, yani tunaenda pale kuchukua damu, tunaenda kunyonya, kuchota damu, na hiyo damu inatumika sehemu mbalimbali. Hiyo damu inatumika kwenye, ndo kama mafuta ya kwenye ndege, inatumika pia, inawapa nguvu ambao wananyosha mzimu. Tulichota damu misukule yote moja kwa moja mpaka kambini. Basi tukafanywa sherehe kubwa sana. Na tukaambiwa leo tutapewa chakula kizuri sana. Baada ya muda analeta kama chungu fulani hivi. Kile chungu kimoja kilikuwa kina unga wa sembe ule, kama sembe. Kingine kina maziwa. Wanachukua unga, wanachanganya na maziwa, sasa mnapewa mnyo. Yani hapo ndo mmekula chakula kitamu, yani misukule ndo chakula kitamu. Unga na maziwa. Siku nyingine mnapewa unga tu, mbugie. Lakini siku tulipewa unga na maziwa. Walisherehekea sana wachao, na shangazi akiwemo. Kiufupi, maisha ya kuwekwa msukule yalikuwa magumu sana.
hakuna kuoga, hakuna kunyoa, hakuna kupiga mswaki. Basi siku zikazidi kwenda. Sasa siku moja, mmoja wa wachawi akawa anamuuliza shangazi, kwa nini huyu hadi leo hajakata ulimi? Mimi huyo. Shangazi akasema hajakata ulimi kwa sababu bado hiyo siku haijafika. Kuna stage akipita lazima utoe ulimi wake ukatwe. Mimi sasa nikaanza kuwa na hofu. Kumbuka wenzangu wote washakata ulimi, hadi yule ambaye alinipokea siku ya kwanza ambaye kidogo alikuwa anaongea naye tayari wamemkata ulimi. Imebaki mimi tu hapo, ingizo jipya, New Vision. Ndio nafuatia kukatwa ulimi. Bwana, wasikilizaji wa Simulika Nasi, sehemu ya 3 inaishia hapa. Tukutane kwenye sehemu ya 4. Na nadhani hiyo sehemu ya 4 inaweza ikawa ni sehemu ya mwisho, the final. Kama haitakuwa hivyo tutajuzana. But usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili tukutane kwenye sehemu ya 4 na tujue kwamba Jamila walifanikiwa kumkata ulimi. Je, ilikuwaje baada ya hapo? Mama yake aliishije? Maana mama yake inaonekana hali dunia taaban. Kwa hiyo wanangu wa Simulika Nasi, cha muhimu usubscribe, ulike na ushare, na kama una wazo lolote basi comment hapo chini.